naomba unisikilize na unielewe katika hili. Samahani sana. Hapa hakuna kosa jipya mama. Isipokuwa ni muendelezo tu wa yale yale ambayo yametokea jana usiku. Lakini pia tayari tumeshayazungumza na kuyamaliza. Na hata kile kiatu ni bila shaka ni cha yule mwanamke ambaye kasababisha matatizo jana usiku na leo asubuhi. Hakuna kosa jipya mama. Naomba unielewe. Kwa hiyo unataka unithibitishie kwamba ni kweli mlifanya uchafu wenu tena ndani ya gari, si ndio? Bado haitoshi. Na mimi unajikuwa unanipeleka kwenye gari hiyo hiyo. Kipi nilichokukosea wewe? Sikuridhishi. Sikuridhishi. Au mimi si mwanamke wa hadhi yako? Why? Kila siku wewe tu. Hapana mke wangu. Yaani simaanishi kama wewe sio mzuri kwangu ama labda sio hadhi yangu. Sio hivyo mke wangu. Yaani wakati mwingine mimi sielewi, sijui inatokea kitu gani tu. Labda ibilisi tu mke wangu. Shetani. Hapana. Usimsingizie shetani. Ushakumwona? Unamjua? Sasa kwa nini msingizie shetani wali yakuwa haujawahi kumwona wala kumjui? Wewe ni mwanaume wa aina gani lakini? Kwa nini hujali hisia zangu? Kwa nini hujali hisia zangu? Kwa nini hujali angalau basi heshima yangu? Usijali hisia zangu, jali heshima yangu. Mimi ni mkeo. Tena si mkeo tu wa kunichukua. Mimi ni mkeo wa ndoa. Why? Leo hii uheshimu ndoa? Uheshimu chochote katika maisha yetu? Kipi nilichokukosea? Hebu nisamehe basi. Kama kuna mahali nimekosa, nisamehe mimi basi. Nihurumie. Nihurumie angalau nafsi yangu au moyo wangu unapoteseka juu yako wewe. Okay. Sumeamua kunifanyaje? Naomba samehe. Sawa. Mimi niache. Wewe endelea na ukweli wako. Mke wangu. Freddy. Nina shida sana na wewe. Yaani nahitaji tuonane muda huu. Yaani kama una jambo la msingi aidha la kawaida yaache yote, lakini hakikisha tunaonana muda huu. Ni muhimu sana. Ni jambo la msingi sana. Nakuomba. Yaani acha mambo yako yote, njoo tuonane. Asante. Pole sana. Elia. Naam, Dokta. Nadhani kwa sasa unaendelea vizuri. Ndio, Dokta. Na kama hali itaendelea kuwa hivi, maana yake kesho ama kesho kutwa tunaweza tukakuruhusu. Ndio, Dokta. Kikubwa tu endelea kutumia dawa kama ambavyo ulivyoelekezwa. Lakini pia jitahidi sana kunywa maji mengi. Ndio, Dokta. Na kwa kuwa ndugu zako wanakuja kukuona, nadhani nitaongea nao wakuletea matunda kidogo. Ili ingalau uweze kurejesha nguvu kwa haraka zaidi. Asante sana daktari.
Na Mungu akubariki sana. Amin. Basi wewe ugua pole. Endelea kupumzika. Sawa bwana? Sawa. Mungu atakupa shifa, utapona eh? Inshallah. Pita, mlango uko wazi. Hodi. Wow. Fredi. Naam. Karibu shemeji yangu. Asante. Karibu sana jamani. Asante sana. Habari shemeji? Salama. Kwema. Kwema. Habari za siku? Yaani nashindwa hata niitikieje shemeji yangu. Kwa nini shemeji yangu? Kwa furaha tu nilionayo. Kweli wewe ndo wakutususa kiasi hiki? Hapana shemeji yangu. Japokuwa uko sawa. Naweza kuwa nimewatupa. Lakini sio mapenzi yangu kwenu. Ama kweli. Umeamua kutupa jongoo na mti wake. Unajua shemeji, biashara zangu shemeji zimenibana sana. Mara Shinyanga, Kahama. Sasa hivi naenda mpaka Mpanda, Katavi. Nakosa muda kabisa. Kweli shemeji ya ushagi visingizio. Leo hii umekuja na sababu mpya kabisa nyumbani kwangu. Yaani we kila ukija una sababu mpya. Hai, karibu nyumbani. Asante. Sasa shemeji, mimi nimekuja kuzungumza na wewe. Dokta amekuja kwangu. Amenieleza kila kitu kuhusu ndoa yenu. Ameniambia ina matatizo sana. Na amekukosea sana. Mimi shemeji, nilikuwa naomba utusamehe sana. Tumekukosea. Tunaomba haya mambo yapite. Tuishi kama zamani. Maana kiukweli ndugu yangu hali yake ni mbaya sana. Shemeji, mbona sikuelewi? Sisi hatuna matatizo yoyote kwenye ndoa yetu. Kwani hapa tunaishi kwa amani, furaha na upendo pia. Sasa nashangaa unavyoniambia kwamba sisi tuna matatizo. Na wewe unajua jinsi gani ninavyompenda sana mume wangu. Kweli kabisa. Ndiyo. Hatuna matatizo yoyote hapa nyumbani. Sasa mbona siwaelewi? Yeye ameniambia ndoa yenu ina shida. Na wewe unasema hakuna. Kiukweli shemeji yangu, nisikufiche chochote. Sisi hapa hatuna shida yoyote. Kwani tunaishi kwa amani, furaha, upendo tele kwenye ndoa yetu. Uwanda haba ametaka tu uje utusalimie. Si unajua una siku nyingi haujaje. Samahani kwa kuchelewa, lakini pia nimefika. Tunaweza kuendelea. Wakati mwingine jaribu kuwa unazingatia ahadi zako ndugu yangu. Kaka, nina masaa zaidi ya 2 niko hapa nimekaa. Unajua changamoto za mjini hapa, kama unavyojua, foleni barabarani, lakini pia mambo kadha wa kadha. Ila nikutake radhi. Samahani sana. Kaka, habari? Salama, hali yako? Salama, karibu. Asante. Hudumia kinywaji gani? Naomba maji. Ya baridi, ya moto? Ya baridi. Kubwa. Bado. Sasa ninaongea na mkeo. Basi, niambie. Lakini cha ajabu sasa. Asante. Amekataa. Amesema hakuna tatizo lolote kwenye ndoa yenu. Mnaishi kwa amani na upendo wa hali ya juu. Sasa kwa nini uliamua kunidanganya? Hapana. Hapana, sio kweli. Lengo lako lilikuwa ni nini? Fredi, nyumbani kwangu hakuna amani wala upendo. Huo ndio kweli. Hayo mengine yamekuongopea tu.
Hebu vuta picha. Jana usiku nimerudi usiku wa manane, tena usoni mwangu kukiwa kumejaa alama za midomo ya wanawake. Na kama haitoshi, asubuhi ndani ya gari yangu amekuta kiatu cha mwanamke ambacho sio cha kwake. Sasa utasema hakuna tatizo hapo? Utasema kuna amani hapo? Tena kwa mwanamke mwenye mapenzi ya dhati na ndoa yake kama yule, hakuna tatizo hapo? Sasa kwa nini amekataa? Kuna nini hapo Tena amesema anakupenda na kukuheshimu sana. Mbona siwaelewi ninyi? Yaani hapo sasa, hapo ndipo anaponichanganya na kunivuruga mimi huyo mwanamke hapo. Yaani ukweli Fred, mimi nimemkosea sana mke wangu, lakini anajua hivyo, na ukweli hakuna amani nyumbani kwangu. Huo ndio ukweli. Au anataka kulipiza kisasi huyo mwanamke? Kaka, usiku lala jicho moja, kama Medi Kagere anakuchoma kisu. Habari za jioni kaka. Salama. Hivi Basofi, wewe ni mwanaume wa aina gani? Wewe ni mwanaume wa sapuli gani? Mbona sikuelewi mke wangu? Ni maswali gani ambayo tunaulizana leo? Ina maana siku zote tumeishi au juu ni mwanaume wa sampuli gani? Yeah. Nimekuuliza hivyo kwa maana unawezaje kutoa aibu ya ndani na kuipeleka nje? Ni nani aliyekutuma ukaambia watu wako kuwa sisi tuna matatizo kwenye ndoa yetu? Matatizo yasababishe mwenyewe, afu bado wewe huyo ukayatangaze. Basofi, kumbuka wewe ni mwanaume, unatakiwa kuwa jasiri na mwenye subira pia. Kwa hiyo wewe unaona uko sawa kabisa kwa hilo ulilofanya. Unaona umetenda vizuri kabisa kwa hiki ulichokifanya wewe. Kaujua umenikosea sana na sijapenda. Mimi naomba unisamehe tu mke wangu. Na kiukweli sikufanya haya kwa dhamira mbaya, isipokuwa ilikuwa ni kutapatapa tu katika kutaka kuinusuru ndoa yetu. HD on the track.